Habari wa Tanzania. Kama mnakumbuka makala yangu ya kwanza, nilisema kwamba Samia Suluhu Hassan hana akili zinazoweza kuiletea Tanzania maendeleo. Kwamba Samia Suluhu Hassan hana akili zinazoweza kuchochea maendeleo ya Tanzania. Baadhi ya Watanzania hawakunielewa. Leo naomba nitoe ufafanuzi. Mfano wa kwanza. Kama mnakumbuka wakati Musa anatoka na wana wa Israeli Misri anawapeleka Kanaani. Wana wa Israeli walikuwa wengi kama mchanga wa bahari. Musa akamwambia, mmekuwa wengi kama mchanga wa bahari, hivyo mimi siwezi kuwachukua nikiwa peke yangu. Basi sasa jitwalieni watu wenye akili na fahamu kwa kadiri ya kabila zenu, nami nitawafanya kuwa vichwa katikati yenu. Kwa hiyo Musa anawaambia wana wa Israeli, miongoni mwenu tafuteni watu wenye akili nyingi, hao ndio tuwape kazi ya kuongoza. Mfano wa pili, kama mnakumbuka wakati wa utawala wa Farao nchini Misri, Farao anamwambia Yusufu kwamba kwa kuwa Mungu amekufunulia yote haya, basi hakuna mtu mwingine yeyote mwenye akili na hekima kama wewe, na kwa sababu hizo wewe Yusufu utakuwa mkuu katika jumba langu la kifalme na watu wote watakutii wewe. Kwa hiyo unaona hapa akili inatumika sehemu ya pili hapa. Mfano wa tatu, kama mnakumbuka wakati Mungu anamtokea mfalme Suleiman, anamwambia omba lolote nitakupa. Mfalme Suleiman anamwambia Mungu, Mungu, naomba unipe hekima na maarifa, nipate kujua namna ya kutoka na kuingia mbele ya watu hawa wengi ulionipa. Katika hii mifano mitatu niliyozungumza, kuna sifa kuu 4 zimetajwa hapa za mtu kuwa kiongozi wa nchi. Hapa ndugu zangu tunazungumzia uongozi wa nchi, hatuzungumzii mwenyekiti wa mtaa, hatuzungumzi diwani hapa. Sifa 4 zimetajwa. Ili uwe mkuu wa nchi, kwanza inabidi uwe na akili nyingi. Pili, hekima. 3, kiwango kikubwa cha maarifa. 4, ufahamu. Sasa unamwona Samia Suluhu Hassan kwenye kundi la Watanzania wenye akili nyingi, high intelligent, Samia Suluhu Hassan hayupo. Kwenye kundi la Watanzania wenye akili za kawaida, tunasema medium brain, Samia Suluhu Hassan hayupo. Kwenye kundi la Watanzania wenye akili ndogo, lower brain, Samia Suluhu Hassan hayupo. Yani Samia Suluhu Hassan yupo tunasema below the marginal line. Kwenye kundi la Watanzania wenye akili ndogo sana, ndio Samia Suluhu Hassan unamkuta. Sasa kwa nini nasema hayo? Nisikilize. Nimesema zaidi ya mara moja kwamba Samia Suluhu Hassan amefeli darasa la 7. Samia Suluhu Hassan amefeli kidato cha 4. Yaani Samia ameshindwa kupata division 3. Sasa huyo unamweka kwenye kundi gani? Haya, ili uwe kiongozi wa nchi, uwe rais wa nchi, inabidi uwe na hekima. Ndugu wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan hana hekima hata robo. Nitawapa mfano. Unaona hizo sehemu zako za siri? Sehemu za siri tunasema ni private commodity, ni mali ya mtu binafsi. Lakini uongozi ni public commodity, uongozi ni mali ya umma. Kwa hiyo kama watu wanakutaka wanakuchagua, na kama watu hawakutaki hawakuchagui. Kiongozi mwenye hekima, kama Rais Samia angekuwa na hekima, Watanzania wengi wasingepoteza maisha, wasingepigwa risasi na kuuawa kwa kiwango kile. Kiongozi mwenye hekima hawezi kutumia mtutu wa bunduki kuyasaka madaraka. Kiongozi mwenye hekima hawezi kufoji matokeo ya uchaguzi ili awe rais. Haiwezekani kabisa. Ndugu wa Tanzania, katika zile sifa 4 zilizotajwa, achana na hizo sifa 4. Ili uwe mkuu wa nchi, ili uwe rais wa nchi, kuna sifa 6 tunasema inabidi uwe na high political tolerance. Ustahimilivu wa kisiasa, uwe mtu unayekosoleka. Kwa sababu mkuu wa nchi ndugu zangu anamiliki vyombo vya dola. Kwa hiyo kama hana uvumilivu wa kisiasa, anaweza kutumia vyombo vya dola vibaya kaua watu. Samia Suluhu Hassan hana uvumilivu wa kisiasa hata kidogo. Sasa hivi ukimkosoa Samia Suluhu Hassan unapewa kesi ya uhaini. Ukimkosoa Samia Suluhu Hassan unawindwa na yani unawindwa ili uwawe kama kuku. Sasa unajiuliza Samia Suluhu Hassan anawezaje kuwa mkuu wa nchi? Anawezaje kuwa mkuu wa nchi? Ndugu wa Tanzania, kuna sifa nyingi za mtu kuwa mkuu wa nchi. Awe na tunasema high convincing power. Samia Suluhu Hassan pia nguvu ya ushawishi hana. Sasa ndugu wa Tanzania, wapo watu wengi unaweza kuwatoa mifano, watu wenye akili nyingi. Niwape mfano mmoja. Unamwona rais wa China, Xi Jinping. Xi Jinping amewahi kuandika vitabu zaidi ya 8. Tunasema best seller, vitabu vilivyouzwa sana duniani. Xi Jinping ameandika kitabu kinaitwa The Belt and Road Initiative. Kwenye kitabu kile anaeleza namna anavyoweza kufungua mipaka ya China ili kuiwezesha China kukua kiuchumi. Hivi tunapozungumza Mtanzania, nenda pale Kariakoo, nenda hapo Karume, wa China wamejaa. Nenda Uganda, Uganda kuna Wachina wengi kuliko hapa Tanzania. Nenda Malawi hapo, nenda hapo Zambia, Wachina wamejaa. Wachina wanatafuta fursa za kibiashara. Yaani akili ya mtu mmoja, akili ya Xi Jinping imewawezesha Wachina kujaa Afrika yote hii. Xi Jinping ameingia madarakani mwaka 2012. Ameikuta China ina utajiri wa dola za Kimarekani trilioni 8. Hivi tunapozungumza sasa hivi mwaka 2025, China ina utajiri wa zaidi ya dola za Kimarekani trilioni 19. Yaani China tunapozungumzia
nchi zenye uchumi mkubwa duniani. China ipo. Sasa mimi nitoe ushauri au niweze kuhitimisha. Samia Suluhu Hassan ni mama yetu, sisi hatukuchukii. Na wala hatuna ugomvi na wewe. Lakini tafadhali tunaomba utuachie nchi yetu. Tunaomba utuachie nchi yetu kwa sababu najaribu kutazama sifa zote za viongozi bora. Huna sifa hata moja. Tafadhali tunaomba utuachie nchi yetu. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza. Serikali hatutaki kumpongeza, atupongezi muuaji aliyetuua. Tuko msibani hapa. We should tell them the truth that guys, tunahitaji tukae nyumbani na wake zetu. Hapa tulipo sipo. Kwa hiyo Mtanzania, wewe ni mwandishi wa habari. Baba yako kikokotoo kimemkwepa. Anapigwa kikokotoo huko. Kuna mtu anakaa bungeni anasinzia tu na kutafuna mishikaki, anaondoka na milioni 200. Baba yako miaka 40 anapewa milioni 18, haitoshi hata kununua bajaji. Wanachompa sana sana ni mtoshe kununua vidonge vya kisukari afi taratibu. Alafu nasema I don't have any cause to demonstrate. Utakuwa kilaza wa ajabu kabisa. Leo hii kwenye taifa letu, tozo kwenye simu. Tozo kwenye simu. Tumetumia mamilioni ya kodi ya Watanzania kuweka mikonga, kuweka nini, tozo kwenye simu. Nani amebaki salama? Miaka 10 serikali haijaumba ajira. Wewe uko unazunguka tu na bahasha mpaka kwapa limechanika. Siandamani, kwapa limechanika huku, hayo sio maandamano. Kwa nini usije tuzungumze kwa sauti moja tusikike? What do you want? Mkulima unalima mazao, mtu hajawahi kulima, hajui shamba linashikwaje, yuko kwenye chumba kama hicho anatafuna korosho na sharubati, ndio anayepanga wakulima wakauze wapi. Who is safe? Who is safe in this country? Tizama polisi, ndugu zetu polisi hao, tuko pamoja. Si wote viatu vyao vinaomba site kama vya kwangu, utafikiri gari ya mashindano. Vyote vimeisha soli. Hali ya maisha ngumu. Hawalipwi ration zao. Hakuna aliye salama. Who is safe? Tusikubali kugawanywa. Mtu mmoja alikuwa ananiambia, Mwabukusi, msiandamane kushirikiana na Chadema. Chadema walipinga maandamano. Nikamwambia, nyinyi mlitupa kibali. Chadema wangeandamana juu ya vyumba vyetu vya kulala. Sitakia tupewe kibali kwanza, ndipo tuwaombe wenzetu. Hawakutupa kibali. Alafu ambaye hakutupa kibali anatuambia usishirikiane na Chadema. I'm not a fool man. Chadema wanazungumza lugha ya ukombozi. Wote tutakuwa nao sambamba. Kwa hiyo ninachowaomba waandishi wa habari, kalamu zenu, ninyi ndio watu wa utafiti. Waambieni wa Tanzania CCM haijawahi kufanikiwa kwa mpango wowote. Walianza kilimo cha kufa na kupona, wameshindwa. Walianza elimu kwa wote, wameshindwa. Wakaanza ubinafsishaji ukageuka kuwa uuzaji, wameshindwa. Siasa ya ujamaa na kujitegemea, wameshindwa. Jambo pekee CCM analoliweza kwa sasa ni kuteka watu na kuiba uchaguzi. That's the only thing anaweza kufanya kwenye taifa hili. Ogopa unakuwa na mawaziri wote wanajigeuza kuwa mabepari uchwara. Wanaenda kumiliki mabasi na maduka na saluni, hawasimamii fursa za nchi. Unakabidhi rasilimali, opportunity za ajira, opportunity za future ya nchi mikononi mwa wageni. And you think the nation is safe. Ndugu zangu, nikitaka kuongea nitapanda mpaka juu ya niwaombe wana Arusha, tuna kazi moja. Kuzungumza kupitia miguu, kupitia mabango, write anything on your chest. Ukituma ujumbe, waambie this is not a walk in the park. We are piecing, we are crying, we have pain in us. Bora mtu sikilize. Na viongozi wa Chadema tulikuwa naomba mlichukue hili. Ujumbe mmewatumia wa kutosha. Wana uamuzi wa kuwasikiliza au kuwapuuza. Baada ya hapa mwapelekee, tutaomba na sisi tutakuwa tayari mstari wa mbele kabisa, front line, kuanza kuzungumza lugha ambayo mkandamizaji ataielewa bila kupata ufafanuzi. Mungu ibariki Tanganyika, Mungu ibariki Zanzibar. Wazanzibari wenzangu, leo ningependa niongee na Wazanzibari wenzangu kabla ya kuhitimisha mazungumzo yangu na ndugu zetu wa Tanganyika. Mimi ni Mzanzibari Mpemba kabisa. Nimezaliwa na kukulia bara. Kwa hiyo ningependa niongee hili. Mimi nimeishi bara maisha yangu, karibia asilimia kubwa ya maisha yangu, na sijawahi kupitia ubaguzi wa aina yoyote
ambao umenifanya mimi nijione sipo nyumbani wakati niko naishi huku bara. Kwa hiyo nachukia na naumia ninavyoona Wazanzibari tunatengeneza chuki dhidi ya Tanganyika kwa mambo yasiokuwa na mantiki wala manufaa yoyote kwa taifa letu. Yanayoendelea nchini kwa sasa yamepeleka doa kwa Wazanzibari wote. Haijalishi ni mtu mmoja kwa maslahi yake binafsi, lakini yametuchafua sisi wote. Na naomba sana yaliyotokea nyuma yasitufanye tuwe na roho ovu kiasi cha kwamba tunaona yanayotokea kwa wenzetu ni mambo ya kawaida. Najua yaliyotokea nyuma, kama Watanganyika labda hamfahamu, labda niwaambie leo, kama mkienda mkisoma kitabu alichotoa Rais Mkapa, aliandika kuhusu mauaji yaliyotokea Zanzibar na alijutia. Aliandika kuhusu hilo, alisema ni kitu katika vitu ambavyo vinamtesa kwenye maisha yake ni kuua damu watu wa Zanzibari wengi, ambayo kitu miaka hiyo social media ilikuwa haipo kama sasa hivi. Kwa hiyo naamini watu wengi pia hawajui kuhusu hilo. Miaka nafikiri 2005, kwa sababu tu ya haya mambo ya uchaguzi na ya kisiasa, kuna Wazanzibari wengi especially Wapemba walifariki dunia, waliuliwa. Na hivi unaoona, yani unachoona kinatokea bara kilitokea Zanzibar mwaka 2005, nafikiri 2005, 2010, miaka yote hii ya uchaguzi nyuma, kipindi Maalim Seif yupo, Wazanzibari wamekuwa wameingia kwenye madhila mengi ya kuuawa na vitu kama hivyo, na wanajeshi na mapolisi ambao walikuwa wanapelekea vifo hivi, asilimia kubwa ni watu wanaotoka bara. Kuna Mzanzibari ambaye anapenda kuua, kumwaga damu, ni katika vitu ambavyo hatuko navyo sisi katika nafsi zetu. Mpaka nashangazwa muda mwingine nakiona yanayoendelea na kiongozi mkuu ni mtu ambaye anatoka kwetu, vitu kama hivi vinatokea, binafsi moyo wangu unavuja damu. Yani leo ni usiku wa 4 ama wa 5, nashindwa kulala kabisa. Na hapa naongea sasa hivi ni usiku. Yani jambo ambalo sijawahi kulifikiria linaweza kutokea Tanzania. Tunaona tuko nchi nyingine na vitu kama hivyo. Kila nikifungua internet ni damu. Yani hakuna habari. Please guys, Wazanzibari wenzangu, hili sio jambo la kufurahia. Hawa ni ndugu zetu, hata kama okay unachuki nao, lakini sio chuki ya kumwaga damu. Yani kama unafurahia hili, I say please stop it. Yani tafadhali jaribu kuwa muelewa, kuwa na utu, kuwa binadamu. Inahitaji tumia dini yetu. Hakuna dini ambayo inasema hivyo. Na pia kwa ndugu zetu wa Tanganyika, ningependa kuomba na muelewe kwamba of course linalotokea hili linatoka kwa kiongozi wetu, lakini sio anayoyafanya kwamba wote Wazanzibari tuko na roho hiyo ambayo anafanya huyo mtu. Kwa hiyo naomba tuchukie wote, mkatuone, mkatuweke katika kundi moja. Mimi binafsi ni Mzanzibari na nakemea na siungi mkono yanayoendelea na yanayofanywa na huo uongozi ambao kwamba kiongozi wake anatoka kwetu. Kwa hiyo naomba mjaribu kutuelewa. Na marafiki wengi ambao wengine nimewafanya kama ndugu wanatoka bara. Kwa hiyo siwezi mimi leo, sina huo moyo, sina hiyo nafsi, na hata familia yangu inaishi bara na wanaelewa. Mama yangu ameniasa kwa muda mrefu nisiongee kuhusu hivi vitu kwenye media and whatever. But nimejaribu mno, lakini nimeshindwa yani. Na wala sio mtu akuja kuzungumzia siasa wala vitu vinavyoendelea, lakini hili limeniumiza kusema la ukweli. Na nawaomba radhi wa ndugu zetu wa Tanganyika. Of course, yani inaumiza kwa kweli. Kiongozi, yani dini yetu haiungi mkono mambo yanayofanywa na kiongozi wa namna hii. I don't know, mali, almalu walbanuna, yani kitu gani yani tunachogombania kwa kweli? Mali, vitu vidogo, uongozi. Allahu Akbar, Allah tusaidie. Shukrani kwa kunisikiliza, lakini hilo ndo jambo pekee ambalo ningeweza kusema. Duniani tunapita, kumbuke viongozi wetu. Kila mtu ni mchunga na utaulizwa juu ya alichokichunga. Haijalishi ni Muislamu, ni Mkristo.
Kwa hiyo ndugu zetu Waislamu wenzangu, viongozi wa dini wa Kiislamu na wasiokuwa wa Kiislamu, this is too bad. Shukran.